Okay, karibu sana Metro Media TZ. Mimi naitwa TZ Don Davidon, Mr. Newspaper. Tumezoea kukutana na uchambuzi wa soka kwenye maredio na ma-TV na wachambuzi maarufu. Sasa muda mwingine lazima tupite mitaani tuweze kusikia pia wadau wa soka, mashabiki na wanachama wanazungumziaje kuhusiana na timu zao. Sasa hapa topic ni kwamba tumepata nafasi ya kuwakilishwa na timu 4 kutoka Tanzania bara katika michuano ya kimataifa na izungumzia CAF Champions League pamoja na shirikisho. Simba na Yanga wapo CAF Champions na Azam pamoja na Singida wapo shirikisho. Zimecheza Jumamosi na Jumapili. Tupo hapa na familia, ndugu zetu, wadau. Tunataka kidogo tujadili michezo yote minne, moja badala lingine. Kwa nini ilikuwaje, nini na nini, wote tutasikiza hapa au sio bwana? Karibu sana na tunapiga story. Tuzianze mechi zote au moja moja? Eti wadau. Tuanze moja moja au sio? Tuanze na za Jumamosi. Azam na KMKM pamoja na Yanga pamoja na Silver nini waitwa? Silver Strikers, safi. Silver Strikers. Lakini tuanze hiyo ya Yanga na Silver Strikers ambayo wa Malawi wale walipata goli 1-0 dhidi ya Yanga huko Malawi. So mechi ilikuwaje kwa ujumla? Mechi ilikuwaje? Mimi nazungumza kwa upande wangu, mimi ni mnyama, mimi naitwa Chidi Djibouti Fidausi Damuda Barbera Barbosa Pocahontas wakata da Parati Rio de Janeiro Tesa Dankuno America do Sul Costa Africano West Lisbon Ureno la Curiman Cidade Onade Caricado. Kwa upande wangu nazungumzia na dakika moja. Kwa upande wangu nazungumzia kwamba Yanga washaga mashindano. Yanga yani ndio umeanza na kuaga mashindano, washaga mashindano kwa sababu nilipoona juzi wanavyocheza huo mpira wanavyocheza juzi, Yanga wameaga mashindano. Labda wajirekebishe kwa kichezo, kwa mchezo ule na mbinu hizo basi itakuwa Yanga wameaga mashindano. Mimi aliyetengeneza mbinu kashafukuzwa. Sasa kama kafukuzwa hawana Yanga hawana, kama mfano Simba akifukuzwa kocha utakuta yuko pale Matola, lakini Yanga hawana mtu kama huyo. Yanga walikuwa wasaidizi pale akina nani wote wamefukuzwa. Yaani Yanga sasa hivi inadiliana haba kocha pale akae mwenyewe nani engineer Hersi. Labda anaweza kaleta matokeo, lakini pale namna Yanga kashaga mashindano. Mimi kwa upande wangu nazungumza timu yangu kama Simba Sport Club na wapenzi ambao tuko nao kule Woodstock, Soto River, Kobakvach, Maitland, Ndabeni, Pennyland, Langa, Bontevo, Netlach, Davia, Nyanga, Filipi, Mandalay, Olungile, Nonkubele, South Africa. Tunasema big hapo, tukusale tena tuje tena ndani katika jiji la Dar es Salaam hapo ili kushangilia. Ni hayo tu machache ambayo nilikuwa nayo. Iko sawa, wewe muuliza swali zuri, lugha gani ndio wangu tupeke sawa. Xhosa, Zulu, Shona, Ndebele. Hizo ndio kabila zangu ambazo zimekaa South Africa sana. Ndio kuna Kuluma Zulu, Ndiata Xhosa, Uyabuya Swati, Pratt Africans as well English. Huyu jamaa mnaishi naye vipi hapa? Sio. Mnaishi. Bwana, nani mwingine anaweza kutuambia game ya nani ya Yanga ilikuwaje na? Sema Yanga au nawe una lugha yako baba? Mimi lugha yangu ya Tanzania. Tanzania, sawa. Chape tu. Tatizo Yanga sio kocha. Karibu mzee. Bwana, mimi naitwa Musa Juma. Mimi ni mnyama. Hapa ni kijiji chetu maziwa au kwa watani. Hapo kwa watani. Hapa kwa watani. Tatizo Yanga sio kocha. Tatizo Yanga uongozi ni mbovu. Kwa sababu gani mbovu tena? Kwa sababu gani? Kipindi wanapata matokeo uongozi ulikuwa imara. Lakini sasa hivi matokeo mabovu, unaona anaondoka kocha, lakini sio kocha. Hata amlete nani itakuwa vile vile. Kama muamini kocha usikeshutwa, kocha mpya huyo, atoa mabegi si mabegi. Yule anaondoka na mabegi yake kweli. Wewe uongozi pale hamna. Nani engineer akachaguliwa FIFA ukuje hapa mtazama uongozi hapo. Chagua sio tatizo. Chagua tatizo ile ni bahati tu. Wasome wengine wasome hapo serikalini. Wasome wanacho mtaani. Hata yule kwa sababu nini? Tatizo alikuwa
yani kipindi kile anafanya vizuri, engineer alikuwa bonge la mtu. Lakini sasa hivi engineer mle hamna mtu. Na kama uamini ngoja kesho kutwa. Akitolewa mtamsikia hapa Yanga. Simba ana uvumilivu sio Yanga. Shabiki wa Yanga hana uvumilivu. Mimi sina mengi yangu na hayo. Hem, tuizungumzie Simba yako baba. Umeshinda goli 3. Yale pale unaona yale jichora yale nani yale? Matatu yale. Matatu yale. Yale sio matatu, yale ile mifumo. Ramani ile. Ile ramani ukitoka hapa kuja hapa ingia hapa. Ile ni ramani sio matatu ile mifumo. Mifumo ile. Ile mifumo ya kocha. Ila maana sasa kocha ashakiri kocha kasha goli 3 lakini acheki. Anaona ndogo. Ambaye alikuwa acheki kaondoka ujue. Sawa. Ni style za kutokucheka cheka. Sawa, lakini huyu kocha. Huyu ni kocha. Yanga yani kwamba hiyo Simba ni kocha. Lakini Yanga wenzetu upande wa pili hamna kitu. Wewe ubashiri wako sasa nakupa nafasi ya ubashiri. Katika timu 4. Nani anaondoka, nani anabaki? Bwana hapa wa kwanza kuingia ni Simba, moja kwa moja kaingia. Wa pili Azamu. Wa tatu kidogo Singida. Umeona? Kwa mbali. Kwa mbali. Lakini wenzetu huyo mtihani. Huyu anaondoka. Huyu anaondoka. Anaondoka. Sasa alikamo juza kwamba hivi. Eti yule nani anaitwa nani yule alipiga chenga tu wawili watatu yule. Nani? Akome au nani Chizimbunga? Kasemaje? Huyu kule sikacheza vizuri hapa kwetu. Sasa usema hapa kwetu atakuwa hawategemea uchawi. Wasema hata aonekana yule. Kwa nini haonekani? Kati mchezaji. Yule mwenye mablichi yule. Alikamjuza jana kaongea. Sasa yule hamtamuona tena. Atapoteana. Kwa nini apotee kati yule? Au mnategemea uchawi? Yanga ndio maana Yanga katika timu inaongoza kupigwa faini ni Yanga. Kama kupita mlango 1. Yanga hategemei mpira. Yaani Yanga hategemea yeye. Yaani babu yao Ndulele chuma ulete sasa. Kwa sababu yani wewe kabisa wewe unasajili wachezaji kwa bei kubwa lakini wapitia uani kwa nini? Ndio maana kwa kimataifa afanye vizuri kwa sababu gani? Anategemea uchawi, sio mpira. Yanga hana mpira, Yanga anategemea uchawi. Ndio sababu hata aonekana tena, kwa nini asionekane? Hata ni mchezaji. Kubebwa wingi. Sasa hivi kwa sababu sasa hivi TFF wamechokoza yenyewe iko hivi. TFF ya moto. Sasa hivi ya moto. Yanga sasa hivi shughuli wana makao wa benki ubingwa hapati tena. Yanga ubingwa wa kutegemea marefa nini sasa hivi hakuna. Sawa. Mimi nimekusoma mwana. Sasa hivi ubingwa hakuna. Sema Mama Lela apaje tuendelee kuchangia watu tupige story. Wachambuzi wenzangu. Mwanamke aje hapa achambulie hapo. Wachambuzi wenzangu bwana. Mike hii hapa tuchambue game hiyo. Kama wamekuwa wazito. Kwani imeenda nini meza haipinduliwi? Meza haipinduki inavyoonekana. Afso hapa tu Yanga nimeenda sasa kwa 2-3 hivi. Hapa tunachambua mpira au yani tunachambua okay tunachambua mpira tu. Sasa kama tunachambua mpira sasa naona kama jamaa anaongelea habari ya Yanga, Simba sijasikia. Simba sasa sio uhakika ndio hata wanakuwa sijui anategemea uchawi. Hata kama uchawi ungekuwa ndo ushindi kwenye mpira, Simba Yanga si ungekuwa namba 1. Nigeria si ungekuwa namba 1 kwenye mpira. Mwaga sera. Tuchambue mpira. Tuchambue mpira. Na swala la game mtu kufungwa kawaida. Sio kawaida. Sio kawaida. Ni mpira ni mchezo wa makosa. Linapotokea kosa ndipo watu wanapofanyaje? Wanapotumia kosa lenu. Kwa hiyo sio tatizo sana yani mtu kufungwa ugenini. Kwani Yanga wewe si alishafungwaga na Sierra Blues goli 3? Goli 3 3. Na watu wakasema shughuli ishaisha. Ilivyokuja hapa kilitokea nini? Akala mtu ngapi hapa? Kwa hiyo mtu ugenini mara nyingi mcheza kwao utunzwa na kuna mambo mengi yanatokea mtu anapocheza game ya nyumbani. Na unapopoteza game ya nyumbani hili ni tatizo kubwa. Sijui unanielewa. Kwa hiyo ukileta ushabiki wa kusema Simba iko hivi, Yanga iko hivi. Wewe zungumzie timu yako tu swala zima la mpira. Mimi maoni yangu. Maoni yako. Kwa sasa hivi Yanga pale ilipofikia mpaka sasa hivi. Yaani ina uwezo wa kufika mbali kuliko hata jinsi unavyofikiria. Kwa nini? Kwanza mimi sijaona tatizo kubwa kwa Yanga labda
useme kuna mchezaji mmoja wa kumtoa makosa, huyu ana matatizo fulani wewe. Kocha kufukuzwa ni sawa kabisa kutokana na mazingira kwa tokea tumchukue hajatuonyesha ule mpira tunaojua sisi kwa Yanga. Mmeshinda lakini mmeanza mkashinda goli nyingi tu 3. Tunashinda lakini ile papatu. Yaani unajua sio ule mpira ambao tunaojua Azizikia anafanya hivi, Pacome anafanya hivi, Mzinzi anaenda hivi, sawa? Tunaona kabisa yani kwanza hata wale wachezaji anawachezesha namba tofauti. Yaani kocha ana mfumo wake ambao sisi Yanga hatupo, yani washabiki hatujui. Kwa hiyo yani hata anaposhinda bado Yanga sisi hatufurahi mechi zake anazotuchezesha. Sasa tatizo linakuwa wapi? Kwa kocha au wachezaji? Kwa kocha. Kocha sasa anakuwa deliver skills zake, kocha mfumo ambaye ametuletea pale Yanga wachezaji wetu hawajauzoea au bado hawajaujua, ni mgumu. Kwa hiyo hili tatizo litakuwa ni upande wake, na yeye kocha alitakiwa angalie kwa Yanga wanachezaje. Kwa hiyo unapoleta mfumo wako ukiona umeshindikana, inabidi wewe lazima ukae chini na wenyeji, kwa sababu yule kawakuta wenyeji bwana Yanga hii inachezaje. Kocha Simba ana vyeti. Kocha wa nani? Kocha Yanga MCB amesema samani. Kocha nani? Hebu jazi hapo. Kocha nini? Alisema kwanza kocha gani kwanza? Kocha Simba yuko ambaye ana vyeti. Kocha gani bwana? Nyinyi mnasema mna kocha au mna manager? Ongea na manager. Twende hapo Nyinyi mnasema mna manager, mna kocha au sio? Kocha bado. Kocha bado au sio? Sasa nataka mtajie kocha gani ambaye hana vyeti wa Simba. Sasa wa Simba wa Yanga. Wa Simba na ana vyeti. Yule mwenye vyeti Simba ana matatu. Sawa. Huyo Simba akafanya vizuri. Nyinyi mnasema hamna kocha au sio? Hamna kocha au sio? Manager hana vyeti, sio wanake. Nyinyi mnasema kocha hana manager hana vyeti. You are watching Metro Media TZ. Usisahau kusubscribe, comment na kulike.